familia zetu, taifa letu na ulimwengu mzima kwa ujumla. Lakini daima yaanzie kwetu, mtu mmoja mmoja, na kila mmoja ajitahidi kuwa ni chombo cha amani ya Mungu. Yesu ni mfalme wa amani. Amekuja kwetu ili kuleta haki pale ambako haikuwepo, kuleta amani pale ambapo haikuwepo. Ni sisi tunapaswa kuhakikisha inakuwepo. Ametuachia urithi huo. Yesu Kristo ni nuru, amtiaye nuru kila mtu. Kazi ya mwanga, tunafahamu sote, ni kuangaza, ni kuleta mwanga palipo na giza. Na hivi maisha yetu yakiongozwa na huo mwanga halisi ambao ni Kristo, yawe na watu wengine na katika jamii waone mwanga kutoka katika maisha yetu. Kwa dhambi ya Adamu na Eva, giza lilitanda ulimwenguni. Yesu amezaliwa ili kuleta mwanga palipo na giza, kwani yeye ndiye nuru ya mataifa. Nasi pia tunaalikwa kuwa nuru na mwanga kwa watu wote. Kama tulivyokuwa tunaimba wakati wa majilio, dondokeni enyi mbingu toka juu, na mawingu ya mwage mwenye haki, nchi ifunguke na kumtoa Mwokozi. Ndiyo hayo yametimia, ndiyo hayo tunaadhimisha. Tukamsikia Yohane ambaye ni mtu mwingine wa kujifunza mengi katika maisha yetu. Yeye amekuwa mnyenyekevu, amefahamu nafasi yake, kwamba alikuja kuwa shuhuda na alikuja kupaza sauti, na mwenyewe aliyasema hayo wakati anatuandaa kumpokea mkombozi. Yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bila shaka kila mmoja alisikia sauti hiyo ya Yohane, na mmejifunza kitu kwake, na mmepokea neno lake, na hivi mko tayari kuungana pamoja na Kristo aliyezaliwa katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Mbingu zimekwisha funguka na mawingu yamekwisha mwaga mwenye haki, na nchi imekwisha funguka kumtoa Mwokozi, Kristo Yesu. Basi na sisi tuifungue mioyo yetu, tumpokee aliye nuru iliyokuja ulimwenguni, atuangaze katika njia ya kwenda mbinguni. Mtoto Yesu ni kiini cha matumaini, ni kiini cha haki na amani. Licha ya kuzaliwa katika hali na mazingira duni, Kristo Yesu ni nuru ya mataifa, kielelezo cha ukweli wa kimungu, chachu ya mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu, kama anavyosimulia Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto juu ya hekima na busara ya kimungu. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na alivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili
awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Waraka wa Mtume Paulo wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 27 hadi ya 29. Yesu amekuja ili tusamehewe dhambi zetu. Amekuja ili kutuondolea huzuni zetu. Amekuja ili kutusafisha mioyo yetu, kutukomboa kutoka utumwa wa Shetani kwa gharama ya uhai wake. Amekuja kuwaganga wale walio hawawezi, walio wagonjwa, waliovunjika moyo. Kwa hiyo nasi tunaalikwa, tulio wafuasi wake Kristo, kumpa moyo wako uliojaa tamaa za makuu ya kidunia kupita kiasi, ili upate moyo wa kuona mahitaji ya wengine. Anakualika umpe moyo wako uliojaa tamaa za mali, uliojaa uchu wa madaraka. Mruhusu aingie ndani yako, ndani ya moyo wako uliojaa tamaa za mwili, na kusahau yale yanayokupa uzima, yale ya kiroho. Haya yanawezekana tu pale utakapojinyenyekesha mbele za Mungu kama mtoto Yesu alivyonyenyekea. Hakung'ang'ania umungu wake, akakubali kujishusha na kuwa kama sisi. Nasi tujinyenyekeshe mbele za Mungu kwa njia ya sala, ambazo ni njia pekee ya kuzungumza na Muumba wetu. Mtoto aliyezaliwa na kukaa kwetu, Mungu nafsi ya pili, anatualika tujifunze kwake ili tufanane naye, tupate nasi kuzaliwa upya katika maisha yetu kiasi cha kujaliwa nasi kuushiriki umungu wake, kama tulivyosali katika sala. Yeye amekubali kushiriki ubinadamu wetu, akubali kutushirikisha umungu wake. Anatualika, ndugu zangu, tuongozwe na hekima ya kimungu katika maisha yetu, tujue kuyatenda yaliyo mema na kuyaacha yaliyo mabaya, yasiyompendeza Mungu wala mwanadamu. Bahati mbaya, katika nyakati zetu hizi, watu wanakimbilia maovu zaidi kuliko yale yaliyo mema. Mungu anakuja kukaa kwetu, anazaliwa katika hali yetu ya kibinadamu, ila yeye hakuwa na dhambi. Anatufundisha kutambua thamani kubwa ya zawadi ya Mungu aliyotukirimia, hasa zawadi ya uhai, na ambayo ni Mungu peke yake mwenye mamlaka nayo. Na ndiyo maana na yeye amekuja, amechukua mwili, amezaliwa kama sisi. Ameyapa heshima kubwa maisha, uhai wa mwanadamu. Mtu yeyote asiote ndoto, iwe ya mchana iwe ya usiku, katika maisha yake, au kufikiria tu kuutoa uhai wa mwenzake, au hata uhai wake mwenyewe, na ambao kimsingi sio wake, bali ni mali ya Mungu mwenye mamlaka na uhai huo yupo. Tusijitwalie jukumu lisilotuhusu. Tuwe na hofu ya Mungu maishani mwetu. Uhai wa mtu unaanza tangu kutungwa mimba na mpaka pale Mungu mwenyewe atakapoamua kuutoa.
Kufikiri na kutenda kinyume na ukweli huo ni kukosa hekima inayotudai kuchagua yaliyo mema na ya kimungu na kuacha yaliyo mabaya ya yule mwovu. Hekima ambayo ni Mungu mwenyewe, ambaye amejishusha hata kuchukua mwili na kuzaliwa na mwanamke ili kutukomboa sisi wanadamu wa dhambi. Kuzaliwa kwa mtoto Yesu kutukumbushe wajibu wa kila mmoja wetu kulinda na kuheshimu uhai. Tulinde haki ya kila mmoja wetu kuishi. Ni haki msingi. Kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu amuombe mtoto Yesu aliyezaliwa kati yetu na ambaye ni mfalme wa haki na amani, ni mshauri wa ajabu, atuletee amani mioyoni mwetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika taifa letu, ili kazi aliyokuja kuifanya hapa duniani ionekane popote pale katika ulimwengu mzima. Kuzaliwa kwake Kristo katika hali hiyo, Emanueli, Mungu pamoja nasi, isifikirike kama jambo la nadharia au historia, bali ni ukweli wa imani yetu na ni ukweli halisi. Mungu kamwe habaki mbali nasi katika mateso na mahangaiko yetu, katika mema tunayotenda na kutendewa. Daima Kristo yupo nasi katika yote na kwa nyakati zote, na ndiyo maana ya jina lake, kama lilivyoaguliwa miaka mingi kabla ya ujio wake, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Emanueli, Mungu pamoja nasi, maana yake yupo katika maumivu yetu, katika umaskini wetu, katika mahangaiko na matumaini yetu. Yesu amekuja katikati yetu na kukaa nasi ili atufundishe kumkimbilia na kumtumainia kwa kila hali, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 33 aya ya 21 kwamba maana mioyo yetu itamfurahia kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Na Mtakatifu Paulo akiwaandikia waraka wake Warumi anakazia kwa kusema, basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Waraka wake kwa Warumi sura ya 15 aya ya 13. Tuitikie basi mwito wake kwetu wa kumjua vyema Mungu wetu, kumpenda na kumtumikia, ili mwisho tuweze kufika kwake mbinguni. Tuwe tayari kuanza upya katika maisha yetu. Daima tusibaki mahali pamoja. Mwanadamu anapaswa pia kubadilika. Kama tulikuwa na mahusiano mabaya, hatuelewani, tuanze maisha mapya. Kama tulikuwa na tabia mbaya, tuanze upya. Krismasi ni mwanzo mpya. Kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanzo mpya wa maisha, na ndiyo maana kuzaliwa kwake mwaka huu si jambo la kurudia tu kama mwaka jana. Mwaka huu tunaalikwa tuiadhimishe sherehe hii kana kwamba ni mara yetu ya kwanza na mara ya mwisho katika maisha yetu.
na hivi tusifanye maadhimisho haya kama mazoea, bali tuwe vyombo vipya, viumbe vipya, na turuhusu abadilishe kitu katika maisha yetu. Yesu akatwaa mwili akakaa kwetu. Tuthamini utu wetu na miili yetu ambayo imepewa hadhi kubwa. Kama Mungu amethamini utu wetu na kutoa mwili kama sisi, lazima sisi pia tujithamini na kuuthamini ubinadamu wetu na kuiheshimu miili yetu. Miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu, na hivi itumike kwa kadiri inavyompendeza Mungu, kwa kadiri ya uumbaji uliofanyika na Mwenyezi Mungu. Kuvaa, hata Yesu alivalishwa nguo za kitoto, lakini mavazi pia ni sehemu muhimu. Tunaona siku hizi inaanza kubadilika kidogo. Kuna wengine wanavaa karibu suruali itafungiwa kwenye magoti, akitembea anatembea kama ana matege ili aweze kuikamatia kwenye magoti. Miaka mingi ijayo au michache, kama hatutabadilika, tutakuwa tunazifunga kamba tunavuta badala ya kuvaa. Tuige yaliyo mazuri, tusiige kila kitu kama dodoki. Ikiingia kwenye maji inachukua kila kitu. Tubaki katika tunu zetu, katika yale ambayo yanaendana na maisha yetu ya Kiafrika, maisha yetu ya Kitanzania. Mungu ametuheshimisha na kutupenda sana. Akatupenda mno, akatupenda upeo. Yeye anataka tufanane naye. Basi tupendane, tuwe tayari kuzika tofauti zetu kwa kuhakikisha tunang'oa visababishi vya kutofanana naye: ukatili, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za uongo, uchawi, hasira, fitina, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Na tushikamane na yale ya kiroho, yale yanayotupeleka katika uzima: upendo, haki, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Njia rahisi ya kuishi hayo na kuishi vizuri na Mungu na jirani, ambapo tunapompenda Mungu tunapaswa pia kumpenda jirani. Na hivi ili tuweze kumpenda Mungu, tunaanza kwa jirani zetu. Tunaanza kwa huyu aliyeumbwa na sura na mfano wa Mungu, na ambaye Yesu mwana wa Mungu amekuja kwetu na kudhihirisha hilo. Tuishi ile kanuni ya dhahabu katika maisha yetu, na hili naomba mlipokee na mlifanyie kazi katika Noeli ya mwaka huu. Usimtendee mwenza